Baada ya kushambuliwa na Marekani, Iran imeanzisha mashambulizi mengi na mazito kwa aina mbalimbali za makombora ya ballistic ya masafa marefu. Iran imefanya mashambulizi mengi ya makombora dhidi ya Israel saa chache baada ya Marekani kushambulia maeneo muhimu ya nyuklia ya Iran. Milipuko mikubwa imesikika katika kitovu cha pwani cha Tel Aviv na Yerusalem siku ya leo Jumapili, muda mfupi baada ya jeshi la Israel kuripua makombora ya Iran yanayokuja na kuamilisha ulinzi wa anga. Ving'ora vilivuma katika miji ya Israel, huku huduma za uokoaji na ripoti za vyombo vya habari zikisema takribani watu 20 walijeruhiwa. Polisi nchini Israel wameripoti kuanguka kwa vipande vya silaha katika eneo karibu na bandari ya kaskazini ya Haifa, ambapo mamlaka za mitaa zilisema huduma za dharura zilikuwa zikielekea mahala pa ajali. Tel Aviv, Haifa na mji wa kusini wa Beersheba yamekuwa maeneo matatu ya Israeli yanayolengwa na Iran mara kwa mara. Kuripoti kuhusu mashambulizi ya makombora kunategemea sheria kali za udhibiti wa kijeshi nchini Israel, ambapo angalau athari 50 zimekubaliwa rasmi nchini kote na watu 25 wameuawa tangu vita kuanza mnamo Juni 13 kulingana na takwimu rasmi zilizotolewa na serikali. Licha ya waandishi wa habari kutopewa uhalisia wa mambo jinsi ulivyo, lakini inadaiwa kwamba idadi ya vifo ni vingi nchini Iran kutokana na kuangukiwa na majumba ambayo yanaporomoshwa kwa makombora kutoka nchini Iran. Iran sasa imepatwa na hasira baada ya kushambuliwa kwa makombora mazito katika vinu vyake vya nyuklia. Iran imeonya kuhusu matokeo ya milele baada ya Donald Trump kudai mashambulizi ya Marekani yameharibu vituo hivyo vya nyuklia huko Iran katika maeneo ya Isfahan, Fordo na Natanz. Wakati huo huo, kituo cha kitaifa cha usalama wa nyuklia cha Iran na shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu nishati ya nyuklia IAEA zimesema hakuna ongezeko la viwango vya mionzi kufuatia mashambulizi ya Marekani, lakini Iran imeamua sasa kuonyesha ina kitu gani imeficha na inatakiwa kufanya nini kutokana na mashambulizi hayo ambayo yanaaminika kwamba Marekani ni katika kuisaidia nchi ya Israel kama miongoni mwa nchi zenye ushirika wa muda mrefu. Hata hivyo, Israel wakati huu inajiona kama vile imepata ushindi baada ya Marekani kufanya shambulizi hilo katika vinu vya nyuklia vya Iran. Lakini Iran inasema vinu vyake viko salama, lakini hakukuwa na madhara kwani walishaondoa kila kitu katika maeneo hayo ambayo yameshambuliwa, hasa eneo la Fordo ambalo ndio ilikuwa tageti kubwa. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kwamba moja kati ya maeneo ambayo yameshambuliwa hayakuwa na chochote, na mtangazaji wa televisheni ya serikali ya Iran akipuuza tangazo la Trump kuhusu kuharibu mtandao wa maeneo ya nyuklia ya Fordo, akiongeza kuwa ni mahandaki mawili tu ya kuingilia na kutoka kwa Fordo ndio yaliyoharibiwa. Vyombo vya habari rasmi vya Iran vilianza kudharau mashambulizi hayo mapema na kuyaita ripoti ambazo hazijathibitishwa. Morteza Haidar, msemaji wa usimamizi wa mgogoro wa mkoa wa Qom, ambaye alikuwa amethibitisha shambulio la sehemu ya Fordo, baadaye aliharakisha kusema kwamba jimbo lote lilikuwa tulivu kabisa. Vyombo vya habari vya Iran pia vilijaribu kupunguza kwa kusema milipuko hiyo sio mikubwa sana. Wakati huo huo, Iran inakabiliwa na kutokuwa na uwezo mkubwa wa kufikia eneo la Fordo, ikitaja mashambulizi ya adui. Hii imesababisha kupungua kwa video na picha katika mashirika ya habari na kushirikishwa kwenye mitandao mingine ya kijamii, ikimaanisha kwamba wanapaswa kutegemea zaidi video za vyombo vya habari vya Iran na vyombo vya habari vya serikali kwa maelezo yao pekee. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili ufahamu mengi yanayojiri ulimwenguni kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.